Karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika miaka ya hivi karibuni, uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini umeendelea kuwa moja ya masuala yanayozua mjadala mkubwa katika usalama wa kimataifa. Nchi hiyo imejenga taswira ya kuwa moja ya mataifa yenye nguvu kubwa ya kijeshi licha ya kuwa na uchumi mdogo ukilinganishwa na mataifa makubwa duniani. Moja ya sababu kuu inayoifanya dunia kuifuatilia kwa karibu Korea Kaskazini ni maendeleo yake katika silaha za nyuklia. Serikali ya Pyongyang imewekeza kwa muda mrefu katika utafiti na majaribio ya silaha hizo kwa lengo la kujilinda dhidi ya kile wanachodai kuwa ni vitisho kutoka mataifa ya magharibi. Kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un ameendelea kusisitiza kuwa silaha za nyuklia ni ngao muhimu ya kulinda uhuru na mamlaka ya Korea Kaskazini. Chini ya uongozi wake, nchi hiyo imeongeza kasi ya majaribio ya makombora na mifumo ya kisasa ya kijeshi. Moja ya silaha zinazotajwa mara nyingi katika mijadala ya kijeshi ni makombora ya masafa marefu ambayo yana uwezo wa kufika katika maeneo mbalimbali duniani. Wachambuzi wa kijeshi wanaeleza kuwa baadhi ya makombora hayo yana uwezo wa kufika hata katika ardhi ya Marekani. Uwezo huo wa kushambulia kwa umbali mrefu ndio unafanya Marekani kuendelea kuchukua hatua za tahadhari kuhusu shughuli za kijeshi za Korea Kaskazini. Serikali ya Marekani imekuwa ikifuatilia kwa karibu kila jaribio la kombora linalofanywa na Pyongyang. Mbali na silaha za nyuklia, Korea Kaskazini pia ina jeshi kubwa sana la askari. Inakadiriwa kuwa nchi hiyo ina zaidi ya wanajeshi milioni 1 katika jeshi lake la kawaida, hali inayoiweka miongoni mwa majeshi makubwa zaidi duniani. Jeshi hilo linaungwa mkono na mifumo mbalimbali ya kijeshi ikiwemo makombora ya ardhini, silaha nzito za mizinga pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga. Ingawa baadhi ya vifaa hivyo ni vya zamani, wingi wake unaifanya Korea Kaskazini kuwa nguvu ya kijeshi inayoweza kusababisha madhara makubwa katika vita. Eneo la kijiografia la Korea Kaskazini pia linaipa faida ya kijeshi. Nchi hiyo ina milima mingi na miundombinu ya chini ya ardhi ambayo inadaiwa kuwa inatumika kuficha silaha na vituo vya kijeshi. Hali hii inaifanya iwe vigumu kwa adui kugundua au kushambulia miundombinu hiyo kwa urahisi. Katika siasa za kimataifa, uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini umekuwa ukitajwa kama moja ya changamoto kubwa kwa sera za usalama za Marekani katika eneo la Asia ya Mashariki. Washington imeendelea kuimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na mataifa kama Korea Kusini na Japan ili kukabiliana na tishio hilo. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanaeleza kuwa nguvu ya kijeshi ya Korea Kaskazini si tu suala la silaha bali pia ni mkakati wa kisiasa. Pyongyang imekuwa ikitumia uwezo wake wa kijeshi kama njia ya kujilinda dhidi ya shinikizo la kimataifa na pia kama chombo cha kujadiliana katika diplomasia ya kimataifa. Kwa sasa uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini unaendelea kuwa moja ya sababu zinazoifanya dunia kuendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya nchi hiyo. Katika mazingira ya mvutano wa kimataifa unaoongezeka, swali kubwa linaloendelea kuulizwa ni ikiwa nguvu hiyo ya kijeshi itaendelea kuwa chombo cha kujilinda au inaweza kuleta mgogoro mkubwa zaidi duniani. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.